kuna kitu ambacho kinaendelea kwenye ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa roho. Na hicho kitu kikundua lazima ukifanyie kazi. Kifanyie nini? Kifanyie kazi. Na usipokifanyia kazi, uwe na uhakika huwezi kupata matokeo yaliyofanyaje? Yaliyokusudiwa. Sasa kwenye maelekezo ambayo tunataka tutembee nayo hapa kwa ufupi, yataweza kukusaidia kuvunja baadhi ya vitu ambavyo vitu hivyo vimefanya kazi kubwa ya kukushambulia. Na ninachotaka nikufundishe, somo linasema kiapo cha kifo. Andika, sema kiapo cha kifo. Sema kiapo cha kifo. Kiapo cha kifo. Ni somo kubwa kidogo. Ni somo kubwa kidogo, na Mungu atakusaidia sana kuelewa somo hili. Sema kiapo cha kifo. Kiapo cha kifo. Juzi nilikuwa nazungumza namna ambavyo viko viapo vinavyofanya kazi. Sasa somo hili la kiapo cha kifo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 23, Matendo ya Mitume sura ya 23 mstari wa 12 mpaka 14. Nisikilize somo hili vizuri kwa watu wote mnaotufuatilia kwa njia TV. Somo hili litakusaidia sana uweze kushughulikia baadhi ya vitu ambavyo vimeshambulia hatima ya maisha yako. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 23 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Biblia inasema, sawa, kulipopambazuka Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Na hao walipoapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu na makuhani na wazee, wakasema, tumejifunga kwa kiapo tusionje kitu hata tumuue Paulo. Sema rudia tena pale, mjilisi vizuri taratibu. Kulipopambazuka Wayahudi wakafanya mapatano. Wayahudi wakafanya mapatano. Wakajifunga kwa kiapo. Wakajifunga kwa kiapo. Niangalie vizuri. Ndio maana nimekuruhusu soma kwanza. Kwamba kulipopambazuka Wayahudi wakafanyaje? Wakafanya mapatano. Wayahudi, nazungumza kanisa, wakafanyaje Wayahudi? Wayahudi wakafanyaje? Wayahudi wakafanya mapatano. Wakasemaje? Wakajifunga kwa kiapo. Wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo, mpaka Paulo kafa. Amen. Kuna mtu naongea naye? Amen. Am I speaking to someone right now? Amen. Anasema kulipopambazuka, Biblia inasema Wayahudi wenye hila wakafanya mapatano. Wakasema hivi, hatutakula wala hatutakunywa mpaka tumuue Paulo. Sema kiapo cha kifo. Kiapo cha kifo. Glory to Jesus. Amen. Sikiliza somo hili litakusaidia. Hawa ni watu wenye hila, watu wabaya, wanaweka kiapo, wanasema hatutakula hatutakunywa mpaka tumuue Paulo. Wakati huko hapa kuna watu walijifunga kwa kiapo. Kuna watu walijifunga kwa kiapo. Amen. Kuna watu wamefanya kiapo, wanasema hatuli wala hatunywi mpaka tumemuua jamaa fulani.
Nasema kwa jina la Yesu wameferi kuwa maisha. Amen. Nasema wameferi kwa jina la Yesu. Wameferi kwa jina la Yesu. Nasema wameferi kwa jina la Yesu. Wameferi kwa jina la Yesu. Luka juu sema natengua kiapo. Natengua kiapo. Naona huyu habari amekaa chini. Hajui hata kinachozungumza. Fine. Sema haleluya. Haleluya. Sema natengua kiapo. Natengua kiapo. Niangalie vizuri. Wakati uko hapa, kuna watu ambao wameisha hapa. Wameisha hapa. Wamesema mtu huyu mwaka huu amalize. Tumefunga. Wameshaenda kwa ganga wa kienyeji. Wameshajifunga, wanajua mwaka huu umalize. Sasa nawatangazia kwa jina la Yesu, watamalizika wao kwa jina la Yesu. Amen. Wamalizike. Nasema watamalizika wao kwa jina la Yesu. Wamalizike kwa jina la Yesu. Waliopanga kuwa ndoa yako watamalizika wao kwa jina la Yesu. Wamalizike kwa jina la Yesu. Waliopanga kufilisi biashara yako watamalizika wao kwa jina la Yesu. Wamalizike. Wamepanga kuwa maisha yako watamalizika wao kwa jina la Yesu. Wamalizike. Luka jisema wamalizika wao. Wamalizike wao. Sema fire. Fire. Ujue watu wengi hawaelewi mambo haya. Watu wengi hawajui mambo haya. Na watu wengi wanadharau. Paulo alikuwa ni mtenda kazi mzuri. Anafanya kazi nzuri ya Mungu. Lakini kuna watu wameshasema huyu jamaa lazima tummalize. Huwezi jua kwenye maisha yako ni nani. Tunakutana na watu kila siku, hatujui ni wiki na nani. Wamesha hapa, wameshasema huyu jamaa lazima tummalize. Huyu tutammaliza kwa lolote. Kama ni kwa magonjwa tutammaliza. Hicho kinaitwa kiapo cha kifo. Kama usipoingia kwenye maombi makubwa, wakati mwingine kutengua baadhi ya vitu. Watu wengi wanadharau sana maombi. Wanaona maombi ni kitu cha kawaida sana. Watu wengi wanadharau. Wanaona ni vitu vya kawaida. Kama walifunga na wakaweka kiapo kwa ajili ya nani? Paulo, wewe ni nani? Nakuuliza wewe ni nani? Kama walisema Paulo tunammaliza, wewe ni nani? Wasikumalize. Tunahitaji neema ya Mungu. Amen. Kuna watu wameshajifunga, wameshasema hakuna, huyu lazima tummalize tu mwaka huu. Huu mwaka huu akatizi. Ghafla unashangaa ajali imetokea, jamaa kaondoka. Mara ghafla jamaa kavamiwa, watu waliompiga hawajulikani wameenda wapi. Mara ghafla si nini kimetokea. Kuna vitu vinafanya kazi kwenye siri katika ulimwengu wa roho. Kama ungekuwa unajua huyo unayeishi naye na kuwazia nini, ungeomba sana. Amen. Mimi nakwambia kabisa. Amen. Kama ungejua huyo unayesalimiana naye amejipangaje, ungekuwa unaomba sana. Kama ungekuwa unajua. Kama ungekuwa unajua kuna vita gani kwenye ulimwengu wa roho. Wanadamu wengine wanapuuza vitu vingine, wanapuuza, wanaona kama vitu vya kawaida. Ni nani ameapa kumaliza maisha yako? Nani ameapa? Hawa jamaa wanasema haturi wala hatufanyiji, hatunywi mpaka tuhakikishe Paulo kafa. Fine. Hawa ni watu wapo kwenye ulimwengu wa roho. Na wako wanafanya kazi. Usikae ukajisahau. Kuna wakati unahitaji maombi makubwa. Amen. Kuna wakati unahitaji msaada mkubwa. Yes. Kabisa mimi nikwambie. Kuna wakati unahitaji msaada mkubwa. Watu wengi wanasikia na wanapuuza. Naitisha maombi makubwa kama haya, mtu anapuuza, anaona ni kitu cha kawaida. Anaona kufanya shughuli zake ni kitu cha muhimu kuliko hiki. Likitokea la kukupata, huna wa kumkimbilia. Kwa sababu kuna vitu bado hujafanyaje? Hujavitengua. Tunazungumza juu ya maisha ya watu. Naongea na watu wananielewa? Amen. Tunazungumza juu ya maisha ya mtu ya baadaye. Mitego inayotegwa kila siku ni mingi. Wanatutegea mitego njiani. Waturulisha vyakula. Wanahakikisha maisha yako yameharibika. Hiyo biashara yako imekufa kwa sababu kuna watu waliapa, wanasema hii biashara tuone kama itasimama. Kuna watu waliapa na wajui. Nakwambia, hawa watoto wako wamekufa, hawa wamepotea, ni kwa sababu kuna mtu aliapa, anasema tutaona huyu mtoto kama taishi. Aliapa, amezungumza tu. Hii ni nguvu ya maneno. Kuna watu wameapa, wanasema tutaona kama hiki kanisa hakitasimama usipokuwa na maombi makubwa.
unaferi. Kuna watu wameapa kwenye maisha yako kwamba tutaona huyu maisha yake atafika wapi. Kuna watu wamesema, wameapa, wanasema hakuna, tutaona kama huyu jamaa atazaa. Wameshaapa wanasema tutaona huyu jamaa kama ataolewa. Wameshaapa wanasema tutaona huyu jamaa kama ataoa. Wameshaapa tutaona huyu jamaa mwaka huu kama atafanikiwa, mwaka huu kama ataenda mbele. Kama wao wameapa, na mimi nasimama kwenye madhabahu. Ndio. Na mimi nasimama kwenye madhabahu. Amina. Natengua viapo vyao kwa jina. Amina, vitenguke. Natengua viapo vyao kwa jina. Vitenguke. Natengua kiapo chao kwa jina. Vitenguke. Luka juu sema natengua viapo vyote. Natengua viapo vyote. Sema fire. Fire. Kuna watu nasema nao. Amen. Naona nahubiria watu 10,000 wako hapa. Amen. Watu 10,000. Amina. Naona wako hapa. Amen. Yoyote aliye hapa kwenye kanisa hii, amina, kwamba itakalisha watu 10,000. Yes. Ninatengua itakia hapa kwa jina. Amina. Sema tengua. Tengua. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Walikuapia nini? Nini wameapa kwenye maisha yako? Amen. Nini wameapa? Wakati niko naomba na majina ya watu, niliona vitu vya ajabu sana. Vitu vya ajabu sana. Nikasema Yesu na Maria nisaidie. Ndugu yangu, sijaona hii kitu. Kitu ya ajabu. Kitu ya ajabu. Wanakuja majeshi kwa majeshi. Yaani toka yale majina yamekuja ni kama mmeletea mkosi hapa kwangu. Majeshi kwa majeshi. Paka nikauliza mke wangu, hii kitu ni nini aise, hii kitu mbona sijaiona hii kitu? Majeshi kwa majeshi. Wengine wanakuja kunyang'anya majina. Wengine wanakuja kuchukua majina. Unachukua ya nini? Hii vita sio ndogo aise ndugu yangu. Hii vita sio ndogo. Amen. Hii vita sio ndogo. Amen. Lakini nawaambia hivi, kwa kuwa yuko aliyeniita, amen, vita hii naishinda kwa jina la Yesu. Amina. Sema fire. Fire. Wamefanya nini? Kiapo. Mstari wa 13 wanasemaje pale? Wanasemaje? Na hao walioapiana. Na hao walioapiana hivyo walipata zaidi ya watu 40. Sema watu 40. Watu 40. Nao wakaenda kwa wakuu na makuhani na wazee. Wakasema, tumejifunga kwa kiapo. Tumejifunga kwa kiapo. Tusionje kitu. Tusionje kitu. Hata tumuue Paulo. Naona mambo haya. Sema watu 40. Sema watu 40. Watu 40. Sema majeshi 40. Majeshi 40. Sema majeshi 40. Majeshi 40. Tangaza sema majeshi 40. Majeshi 40. Mungu ameniambia nishughulikie majeshi 40. Mungu ameniambia nishughulikie majeshi 40. Majeshi 40. Umeelewa? Amen. Hii ni majeshi mangapi? 40. Wamekaa mahali wamesema aturi atunywi. Uliza mwenzio, wiki hii umefunga mara ngapi? Wiki hii umefunga mara ngapi? Simshike hata mkono, mwambie wiki hii umefunga mara ngapi? Wiki hii umefunga mara ngapi? Hajafunga. Ukiitwa kwenye maombi ya kufunga unapuuza. Hakuna mimi siwezi kufunga. Kufunga unapuuza. Wenzako anasemaje? Tumefanyaje? Tumefunga. Si ndio? Na wachawi nao wanajua kufunga. Amen. Muulize mwenzio, unajua hilo? Unajua hilo? Kaishalala, unaona yuko hapa. Kaishalala. Fine. Muulize mwenzio, unajua kama wachawi unajua kama wachawi nao wanafungaga? Unajua kwamba wachawi nao wanafungaga? Anajua? Hajui. Hajui. Anajua? Hajui. Hajui Amen. My Jesus. Hujui kama wanafunga. Unaona tu mambo kawaida. Wachawi nao wanafunga. Waganga wa kienyeji nao wanafunga. Amen. Wanasema haturi wala hatunywi mpaka kibinti hiki tunahakisha mwaka huu kinakufa. Sinakwambia. Kwani maneno yangu? Hapana. Ukiitwa kwenye maombi ya kufunga, uwezi hata kufunga. Watu siku hizo wamekuwa watu wa ajabu sana. Hauwezi hata kufunga. Kanisani hawezi kwenda hata kanisani. Watu wa ajabu sasa hivi.
ndio maana wanakufa vibudu. Mimi sinakwambia, ndio maana watu wanakufa vibudu. Wacha waendelee kukuchukua, kwa sababu mpaka siku akili itakapokukaa ndio utajua kufunga, ndio utajua kuomba. Mimi sinakwambia, mimi nakwambia kabisa, kama huwezi kufunga, huwezi kuomba. Watu siku hizi wanazalau haya mambo, wanahisi kufunga na kuomba wanaona ni kitu cha kawaida. Kwa tuna watu hawafungi wala hawafanyiji, hawaombi. Na hata ukibembeleza ukasema jamani, Jumatano hii ni siku ya maombi, njoo tuombe, we utajikuta peke yako. Utajikuta peke yako. Amen. Jamani, mnasemaje jamani? Siku hizi unasema washirika wenzangu, naomba angalau kidogo tufunge. Utajikuta wewe mwenyewe peke yako. Utajikuta peke yako. Hakuna mtu mwenye muda huo. Kila mtu yuko busy na chipsi na karanga na kuku basi. Wakati wewe ufungi, kuna ambao wameshafunga tayari. Amen. Kuna ambao wameshafunga tayari. Wakati wewe unashindwa kufunga tu, masaa 12 anakushinda. Masaa 12 anakushinda. Kuna watu tayari wamefunga, wamekufungia. Sasa ukubali, ufungiwe au ufunge? Ufunge. Halo? Nipungie mkono. Mulisa mwenza ufungiwe au ufunge? Amesemaje? Afungiwe? Angapi anasema wafungiwe? Huyo kalala kanyanyua mkono. Wakati wewe huwezi kufanyaje? Kufunga wala kufanyaje? Kuomba. Kuna wengine wameshafanyaje? Wameshakufungia. Mulisa mwenza unajua hilo? Mgonge unajua hilo? Wakati wewe uji kanisani, si ndio? Uko busy, sema niko busy. Niko sasa hivi watu wako busy. Niko busy yani. Mambo yangu siku hizi yako busy. Wakati wewe uko busy, kuna watu sasa hivi wameshafunga safari, wako mlimani wanasema ugongwe na gari ufe. Wako mlimani. Wako kwenye milima ya Chunya kule, kwenye milima ya Ileje kule. Wengine wameshaenda mpaka Malawi. Anasema nikiwa huku Malawi ili bomu jamaa uri limkute. Unaleta mchezo? Fine. Watu wamechukulia maombi ni kitu cha kawaida. Si maombi yale hata jana niliomba. Hata juzi mbona niliomba tu. Hata mbona Jumapili nayo niliombaga. Hivi Jumapili nayo niliomba. Hii ni yale tu. Nitasikiliza kwenye redio. Wewe umesharogwa. Tunasubiri kuzikwa. Mimi si ninakwambia. Sema kiapo cha kifo. Kiapo cha kifo. Chochote unachokiona kimeharibika kwenye maisha yako, iwe ni kifo cha mtu. Kuna watu wameshaapa. Kuna watu wameshatoa sadaka. Kuna watu wameshatamka kwamba huyu jamaa tumeapa, atuli atunywi, tumefunga na tunatoa sadaka. Huyu jamaa lazima tufanyeje? Tumalize tu, hakuna namna, lazima aishe. Unahitaji maombi ya kawaida? Si ya kawaida. Nauliza, unahitaji maombi ya kawaida? Si ya kawaida. Unahitaji maombi ya kawaida? Si ya kawaida. Unahitaji kuwa mtu wa kawaida? Si mtu wa kawaida. Si mtu wa kawaida. Ifike mahali watu wabadilike. Ifike mahali tuingie kwenye maombi makubwa. Ifike mahali tujitose kuwa na maombi makubwa, kwa sababu wanaoshambulia maisha yetu wameongeza nguvu. Amen. Na kama wameongeza nguvu, wanaweza kumaliza maisha ya watu. Yoyote aliyeweka kiapo ili maisha yako yaharibike, leo ashike moto kwa jina la Yesu. Amen. Nasema leo ashike moto kwa jina la Yesu. Amina. Sema fire. Fire. Sikiliza, nikupe siri nyingine. Soma hii siri. Yohana 16 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Yohana 16. Kitabu cha Yohana sura ya 16. Nimekuambia hii ni kambi ya maombi. Yohana 16 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Biblia inasema, Yohana 16 mstari wa 1
mpaka mstari wa 3. Unasemaje Biblia? Maneno hayo nimewaambia, msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi. Naam, saa yaja atakapo dhaniwa kila mtu auae ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Rudia vizuri. Maneno hayo nimewaambia, msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi. Naam, saa yaja atakapodhaniwa kila mtu auae ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Na hayo, rudia mama, usiende haraka. Maneno hayo nimewaambia, msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi. Naam, saa yaja atakapodhania kila mtu auae ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Halo, tulia hapo. Amen. Sumerudia mara nyingi. Amen. Sumerudia mara nyingi. Amen. Amen. Niangalie sasa, usikie kitu. Anasema hayo anafanyaje? Nimewaambia. Hayo nimefanyaje? Nimewaambia. Nimewaambia. Kitakuja kipindi watawatenga na masinagogi. Halo? Halo. Tena watu watajua ya kwamba wakiwaua wamemfanyia Mungu ibada. Nisikilize. Na unajua maana ya sentence hiyo? Kuna watu yuko tayari kumuua mtu akidhania akimuua mtu ndio katoa sadaka, ndio kafanya ibada. Hivi umeelewa hii? Amen. 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 Wakati wao unajua ukiua mtu mbinguni uendi. Kweli. Kweli. Kuna watu wanadhani wakiua mtu mbinguni wanapata pepo. Hajanielewa huyu. Anasema watawaua wakifikiri wanamfanyia Mungu ibada. Nishai kuona hapa? Nishai kuona hapa? Bado. Yesu anasema msije mkasema mimi sikufanyaje? Sikuambia. Kuna watu watawaua, wakiwaua wenyewe watajua wanamfanyia Mungu ibada, kana kwamba wanamfanyia ibada, yani kana kwamba ni kitu cha kawaida. Yani ukiua tayari umemwona Mungu. Halo? Halo. Kuna mtu ameshachukua jina lako, kashalipeleka mahali, akasema huyu mtu afe. Maana yangu ameenda kwenye ibada. Maana yake anadaiwa sadaka. Labda anadaiwa sadaka ya mtoto, anadaiwa sadaka ameenda kupata utajiri, anadaiwa sadaka ya nani? Ya mama. Amemfanyia Mungu ibada. Watu wamekufa. Unaona maajali yanatokea. Maajali yanatokea. Maajali ya kuzimu kabisa yale. Watu wanamfanyia Mungu ibada. Usishangae, ndio Biblia hii. Hii ndio Biblia unaosomaga hii. Mwisho ishai kupasoma hapa. Ishai kupasoma hapa. Watawaua wakifikiri wanamfanyia Mungu ibada. Wanatoa ibada, ni sacrifice, ni sadaka. Hivi vitu usivione ni vitu vya kawaida. Havikufanyika tu kwa maneno ya Kristo. Twende uone kwenye kitabu cha Yeremia sura 38. Twende nikupe nondo. Yeremia 38. Nataka tukaombe. Yeremia 38. Yeremia 38. Yeremia 38 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Yeremia 38 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Na Shefatia mwana wa Matani na Gedalia mwana wa Pashuri na Yukali mwana wa Sheremia na Pashuri mwana wa Makia wakasikia maneno ambayo Yeremia aliwaambia watu wote kusema, Bwana asema hivi, akae ndani ya mji huu
atakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, bali yeye atokaye kwenda kwa Wakaldayo ataishi, naye atapewa maisha yake yawe kama nyara, naye ataishi. Bwana asema hivi, bila shaka mji huu utatiwa katika mikono ya jeshi la mfalme wa Babeli, naye atautwaa. Ndipo wakuu wakamwambia mfalme, twakuomba mtu huyu auawe, kwa kuwa aidhofisha mikono ya watu wa vita waliobaki katika mji huu na mikono ya watu wote, kwa kuambia maneno kama hayo. Maana mtu huyu hawatafutii watu hawa heri, bali shari. Naye mfalme Sedekia akasema, tazama, yu mikononi mwenu. Maana mfalme si awezaye kufanya neno lolote kinyume chenu. Basi wakamtoa Yeremia, wakamtupa katika shimo la Makia mwana wa mfalme, lililo katika uwanda wa walinzi, wakamshusha kwa kamba, na mle shimoni hamkuwa na maji ila matope tu, naye Yeremia akazama katika matope hayo. Basi Ebedi Meleki Mkushi toashi aliyekuwa katika nyumba ya mfalme aliposikia kama wamemtia Yeremia shimoni, na wakati huo mfalme alikuwa amekaa katika lango la Benjamin, Ebedi Meleki akatoka nyumbani mwa mfalme akamwambia mfalme akisema, e bwana wangu mfalme, watu hawa wametenda mabaya katika mambo yote waliomtenda Yeremia nabii, ambaye wamemtupa shimoni, naye hakosi atakufa pale alipo kwa sababu ya njaa, kwa kuwa hapana mkate kabisa katika mji. Endelea. Ndipo mfalme akamwamuru Ebedi Meleki Mkushi akisema, chukua pamoja nawe watu 30 toka hapa, ukamtoe Yeremia shimoni kabla hajafa. Basi Ebedi Meleki akawachukua watu hao pamoja naye, akaingia ndani ya nyumba ya mfalme chini ya gara, akatoa mle nguo zilizotupwa na vitambaa vikuukuu, akamtelemishia Yeremia shimoni kwa kamba. Naye Ebedi Meleki Mkushi akamwambia Yeremia, tia nguo hizo zilizotupwa na vitambaa hivi vikuukuu chini ya kamba kwa pani. Naye Yeremia akafanya hivyo. Basi wakamwinua Yeremia kwa kamba hizo, wakamtoa shimoni, naye Yeremia akakaa katika uwanda wa walinzi. Mpigie Yesu makofi. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema fire. Fire. Umesikia watu wa ila hao? Amen. Ha? Amen. Umesikia watu wa ila? Amen. Isikia hiki kitu. Yeremia halitabiri. Sawa? Amen. Akasema hivi, kuna jeshi la Wakaldayo linaenda kuvamia taifa. Umesikia? Amen. Nabii akatamka neno hilo. Alipotamka lile neno, watu waovu wabaya wakaungana, wakaenda kwa mfalme, wakasema hii amri anayetoa amri ya nani? Kwa nini anatuambia watu hatutaishi, twende tukapigane vita? Kwa nini anatuambia twende tukapigane vita? Kwa nini anatuambia twende tukapigane vita? Mtu huyu ana kitu cha shari kwetu, na sisi hatuko tayari kwenda kupigana vita. Umeelewa? Hatuko tayari kwenda kupigana vita. Watu unaowaona hawako tayari kupigana vita. Watu unaoona hawako tayari kupigana vita. Wawe warokore, hawako tayari kupigana. Sizungumzi vita ya mtutu, nazungumza vita ya kiroho. Sisi ndio vita yetu. Amen. Haleluya. Amen. Nazungumza vita nini? Ya kiroho. Ya kiroho. Hainaga bunduki, lakini inaitwa vita. Wakafanya ila, wakamchukua nabii, wakaenda kumtumbukiza kwenye shimo. Wakasema huyu tumejua
hapa kwenye shimo hatatoka na atakufa na njaa. Walitokea Wasamaria wachache wakamfuata mfalme, wakamwambia Yeremia atakufa kule kwa njaa. Mfalme akaelekeza, akasema bebeni matamba, nendeni huyu jamaa mkamtoe asije akafa huko na njaa. Biblia inasema wale watu wakaenda wakashusha vile vitambaa, Yeremia akavishika, wakamvuta wakamtoa kwenye shimo. Yeremia akawekwa kwenye ulinzi. Ulikuwa ni ushindi mkubwa sana. Amen. Ulikuwa ushindi mkubwa sana. Amen. Wakati ninaomba Mungu akaniambia kuna watu walishachukua maisha yako wameyashusha kuzimu. Na Mungu ameniambia wale watu waliotumwa wakashughulike na Yeremia wametumwa washughulike na nyumba yako kwa jina la Yesu. Amen. Hujanielewa ninachozungumza. Glory to Jesus. Amen. Leo wale watu waliomsaidia Yeremia, Amen, Mungu amewatuma ndani ya siku hizi 3. Yes. Kama alitumbukiza maisha yako kwenye shimo, Amen, watatoa maisha yako kwa jina la Yesu. Amina. Kama alikutumbukiza maisha yako, afya yako, Ndio, nasema tutaitoa kwa jina la Yesu. Amina, itoke. Kama alitumbukiza hatima yako kwa shimo, hiyo nyota yako tutaitoa kwa jina la Yesu. Amina, itoke. Luka jisema ninatoka. Ninatoka. Yeremia anashindiwa. Amen. Anatolewa kwenye mauti Ndio, iliyokuwa imemkabili. Amen. Mauti iliyokuwa imemshinda. Hatima yake ilikuwa tayari imeshaondoka. Amen. Hatima yake ilikuwa imeshaharibika. Ndio. Nataka nikwambie, Yes. majira ya Yesu kukusaidia yamefika. Amen. Nasema majira ya Yesu kukusaidia yamefika. Amen. Wakati ninaomba nikaona kuna watu ambao walishatumbukizwa kwenye makaburi, walishawekwa, hatima zao zilishawekwa. Ukiona unazaa mapooza, maana yake ulipo sipo unapotakiwa kuwa. Hayo nayoishi sio maisha yako. Yeremia anaenda kuishi kwenye tope, anawekwa kwenye tope, na pia anakalishwa kwenye tope. Sijajua umekalishwa mahali gani. Kuna mahali umekalishwa ambako wote upajui. Unaona unatembea lakini walishakukalisha kwenye tope. Amen. Unaona unatembea lakini uhai wako walishagauzika. Amen. Unaona unatembea lakini hatima yako walishaweka kwenye shimo. Yesu amenituma kwa jina la Yesu. Nasema ninakutoa kwenye hilo shimo kwa jina la Yesu. Amina, natoka. Ninasema nakurudisha kwenye hilo shimo kwa jina la Yesu. Amina. Nasema nakurudisha kwenye hilo shimo kwa jina la Yesu. Amina. Piga kesema ninarudi. Narudi. Sema fire. Fire. Watu wabaya wapo. Watu wabaya wapo. Watu wabaya wapo. Ndio maana Zaburi 37 mstari wa 1 na mpaka mstari wa 2 taeleza vizuri habari za Yeremia kesho. Sababu muda wangu naona kama unakimbia sana na nataka kufanya mambo makuu hapa. Zaburi 37 mstari wa 1 mpaka mstari wa 2 inasemaje? Usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya. Usiwahusudu wafanyao ubatili. Maana kama majani watakatika mara. Kama miche mibichi watanyauka. Mpigie Roho Mtakatifu makofi. Amen. Anasema usifanyeje? Usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya. Kasirike kwa sababu ya watenda mabaya. Kwa sababu wameshakuvamia. Usikasirike kwa sababu wameshakumaliza. Wameshaua ndoto zako. Wameshaua maisha yako. Hata ukikasirika ikusaidii. Kazi leo ni kazi ya kuokoka. Anasema maana wanaenda kunyauka. Wanaenda kutoweka. Amen. Bwana amenituma. Ndio. Yoyote ambaye ameua maisha yako. Amina. Leo tunaenda kumkausha kwa jina Yesu. Akauke kwa jina. Nasema tunamkausha kwa jina Yesu. Amina. Akauke kama kuni. Amen. Sema fire. Fire. Maana kama majani watakatika mara, kama miche mibichi watanyauka.
Nyauka. Sema wanyauke. Wanyauke. Sema HIV nyauka. HIV nyauka. Kansa nyauka. Kansa nyauka. Pressure nyauka. Pressure nyauka. Matatizo nyauka. Matatizo nyauka. Nasema wanyauke kwa jina la Yesu. Wanyauke. Sema fire. Fire. Mlise mwenzio uko tayari? Uko tayari. Uko tayari? Uko tayari. Uko tayari? Uko tayari. Kuna watu wanafanya kazi wajui na wenyewe wanakujua. Iki walichomtenda Paulo, wakamtenda Yeremia, wakaua hatima yake, wanaweza kukitenda na kwako. Amen. Hujanielewa vizuri? Iki walichokitenda kwa nani? Kwa Paulo. Walichokitenda kwa Paulo, wakakitenda kwa nani? Kwa Yeremia. Wanaweza kukitenda kwako. Kweli. Kuwa na adabu. Anza kufanya maombi makubwa. Usifanye maombi mepesi. Wakati wa vita ngumu na wewe amua kuwa mgumu. Vita ngumu na wewe amua kuwa mgumu. Vita nyepesi amua kuwa nini? Mwepesi. Mwepesi. Kwenye vita ngumu na wewe amua kuwa mgumu. Ukiambiwa omba, omba. Ukiambiwa ni wakati wa kuomba, sio wakati wa kucheza, ni wakati wa kuomba kweli. Amen. Walichomtenda Yeremia hawashindi kukutenda wewe, maana wametendwa na wengine. Leo tunaanza mpaka tutoboe Jumapili, kitakuwa kimeeleweka katika jina la Yesu. Amen. Simama kwa miguu yako. Funga Biblia yako, weka Biblia yako vizuri. Tuwashe moto. Nani uko tayari tuwashe moto? Amen. Ndugu yangu, wale waza kuwa maisha yako hapo hawajalala, wako kazini. Ungejua ujue kwenye hii maombi utakiwa ukae hapa uombe siku 3 kabisa. Kaa kwenye maombi. Kama madhabahuni omba. Omba, nimeshakufundisha vitu vingi sana. Tengua hivi viapo. Kuna watu wameapa wameharibu maisha yako. Watu wameapa wameua ndoto zako. Wameapa wameua maisha yako. Leo hii hamna kitu inaenda kwenye maisha yako. Kila kitu imekufa. Maisha yote yamekufa. Hatima yako imekufa. Hii si kitu cha kawaida. Leo jiachilie. Tunaingia kwenye maombi. Muda wetu ni mzuri sana. Tunataka tufanye maombi kabisa. Kuna vitu vimefanyika katika ulimwengu wa roho. Fungua kinywa chako, omba nguvu za Mungu. Omba nguvu za Mungu. Ni nani wa kukutoa kwenye vita hii kubwa? Ni nani wa kukutoa? Ni Roho Mtakatifu. Anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu juu yenu. Anza kuomba. Anza kutamka mbele za Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu, nijaze nguvu mpya. Yes. Kuna wengine mtapokea nguvu za ajabu sana zitakazowezesha kupigana vita. Yesu akuvike nguvu. Yesu akuvike nguvu. Pokea upako wa kuvikwa nguvu. Inua mikono yako uvikwe nguvu. Yes. Mandarabashakarabasha. Uvikwe nguvu. My Jesus. Rikarababasandarabbasa. Uvikwe nguvu kabisa. Yes, we speak right now. Mandorobobosakarababababababa. Yes. Uvikwe nguvu. My Jesus, my glory. Rekete rekete retete. Roto roto to 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 to. Yes. Yes. Yes, akuvike nguvu. Pokea nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Light now, light now. Yesu akuvike nguvu. Hauwezi mwenyewe kupigana vita hii.
ila nguvu ya Mungu ikiwa juu yako, unaweza kupigana vita hii. My Jesus, my glory. My Jesus, my glory. Shukuru Mungu amekuvika nguvu. Shukuru Yesu amekuvika nguvu. Shukuru Mungu amekuvika nguvu. Yes. Mandaraba sekete. Tamka kwa kinywa chako. Sema leo. Leo. Ongea kwa sauti, sema leo. Leo. Sema leo. Leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kiapo. Kila kiapo. Ambacho. Kimeapwa. Na wahenga. Kimeapwa. Na wachawi. Kimeapwa. Na waganga. Juu ya maisha yangu. Leo hii. Natangaza. Katika jina la Yesu. Kila kiapo cha mauti. Kila kiapo cha mauti. Ninakivunja. Mauti ya kifo. Ninaivunja. Mauti ya kifo. Ninaivunja. Juu yangu. Watoto wangu. Uzao wangu. Kwa jina la Yesu. Vunja ya mauti ya kifo. Sekere bebe. Yes. Nataka wale waombaji wazuri wanaweza kuomba kwa njia ya TV. Unanifuatilia kwa njia ya TV, unanifuatilia kwa njia ya mtandao, popote pale unaponifuatilia. Light now, anza kuomba. Nguvu ya Mungu ikashughulike na hicho nguvu ya kiapo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Shandarababababa. Tunavunja kila nguvu ya kiapo inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila kiapo kilichoapa juu ya maisha yangu leo nakivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Rantarababababababa. Rekeresheterere. Tunaenda Bwana kinyume na kila kiapo cha mauti. Randarababababa. Reketerekereshe. Rotoro sandarabababa. Yakatatata. Omba zama ndani. Ni nani aliyeunga nisha watoto wako na uzao wako? Ingia katika ulimwengu wa roho. Omba. Shere terere sekere. Retere shete. Mandoro kore bebe. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kiapo cha mauti. Kiapo chochote cha mauti. Leo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Hicho kiapo cha vifo kwenye ukoo, kiyo kiapo cha vifo kwenye familia, la kivunje kwa damu ya Yesu. Wameapa juu yako, wameapa juu ya watoto wako. Marabakata. Tamka watoto wako, vunja hicho kiapo. Mandarabobo. Ninasimama kama nabii, navunja kiapo kwenye nyumba yako, navunja kiapo kwenye mji wako. Popote ulipo, simama uombe. Unanifuatilia kwa njia redio, kwa njia TV, anza kuomba. Tamka majina ya watoto wako. Omba. Riatatasata. Kila kiapo ambacho ametuma kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya uzao wako, taja majina. Yakatasa. Taja mtoto wa kwanza, mtoto wa pili. Ikaterese. Rikakarabo. Hicho kiapo leo ninakivunja. Agano la kifo, hicho kiapo cha kifo. Ni nani wameapa kuwa maisha yangu, kuwa maisha watoto wangu kwa damu ya Yesu Kristo? Ni nani ameapa kuwa maisha ya kanisa hii kwa damu ya Yesu? Rikatereke. Rekekeke. Omba kwa mzigo, ingia ndani. Omba zama kabisa. Rantarababa. Anza kuchukua picha ya watoto wako, picha ya uzao wako, picha ya nyumba yako. Ichukue hiyo picha, beba hiyo picha, anza kuiombea. Zamaroni. Unapoomba maombi haya, zamaroni kabisa, zamaroni. Ritetetete. Liakarababa.
retetete riantoroto rotototo rikarabababa. Zama kabisa, ingia ndani, ingia ndani, ingia ndani, ingia ndani. Yetetetete, tengua, tengua hayo maneno aliyotamkwa, hayo maneno aliyotamkwa, maneno ya vifo. Anza kutengua, tengua maneno yao. Wameapa, wamejiapiza kwa maneno yao. Leo kwa jina la Yesu, maribaba shete retetetete mandorototo rikantere riantatata shiatatatata ritarabobo rikantere shetetetetete. Kwa damu ya Yesu, tengua maneno yao, tengua maneno yao, tengua maneno yao. Yetese yenterese ritatata rotototo shiantara riante rekekekeke. Zama zama, hii ni maombi makubwa. Ongeza maombi unapoomba maombi haya, usiombe maombi ya kawaida. Hiyo kiapo retetete riantara rorose rentere. Kwa damu ya Yesu, leo hii tunatengua maneno yao waliotamka juu ya vizazi vyetu, maneno yao yaliyotamkwa kwa jina la Yesu. Tembea mizimu ya kwenu, ni mizimu ya ukoo, ni mizimu ya ukoo. Ninaona metamka haya maneno, ni mapambano ya mizimu ya ukoo, mizimu ya familia. Omba ile maombi ya kuomboleza. Rasekete marebashi rosanta yakakaka. Ninaenda Bwana kinyume na mizimu ya ukoo, mizimu ya ukoo kwetu. Tamka ukoo wenu, tamka ukoo wenu. Riatata retete rianari rosekete ya papa la tatatata. We mama ongeza maombi, we baba ongeza maombi. Huwezi jua hiyo mizimu ya nyumbani kwenu ni nini kilifanyika. Kwa da mandoaba ratatatata mantororo rieketere santarabababa rentereshi ratatatata shibate rikate. Hiyo mizimu ya nyumbani kwenu ni nani ilifanyika? Kuna maagano, maagano ilifanyika, maagano ya kichawi, maagano ya mizimu. Walitoa sadaka, walitoa kafara. Tenganisha hizo kafara. La, nenda na kafara ya damu ya Yesu. Tangaza kafara, kafara ya damu ya Yesu. Nenda na hiyo damu ya Yesu. Ingia kwenye ukoo wenu. Mande sikata ya papa retetetete. Tunaingia Bwana, naingia kwenye ukoo wangu kwa damu ya Yesu Kristo. Ile damu ya kafara, ile damu ya kafara. Nataka wanawake waombaji, wamama waombaji, wababa waombaji, unanifuatilia, unafuatilia maombi haya. Yes, ketetete. Watu wanaanza kushika moto, moto wa kuomba. Ratata rekeke. Yako maagano, maagano nifanyika. Hayo maagano yalifanyika kwenye ukoo wenu, kwenye makaburi ya ukoo. Kuna maagano yamefanyika. La, wakawapa kiapo cha kifo. Ritareterete zetetetete manteresa rotototo rakakakaka. Omba, omba. Hii ni kongamano ya maombi. Ongeza maombi mama. Ratatatata retetete riantari resekete shantarabababa. Kokota ambako walifanya maagano, wakachukua damu, damu za watu, damu za wanyama. Yeketete mandareke retetete. Damu ya Yesu ikatengue hizo damu zao walizotamka kwenye ukoo wako. Riseketete shantara retetete. Zama ndani, zama ndani, zama ndani. Mama ongeza maombi. Huwezi jua nani unamsaidia leo. Huwezi jua unasaidia maisha yako. Ritatatata rete mandara yepepe soriandari yekekeke. Ndio, ndio. Yes, walichukua nguo zako, walichukua nguo zako, walichukua nguo zako, wakachukua nywele zako, wakachukua nywele zako, wakachukua nguo zako, wakazipeleka huko makaburini,
huko makaburini, wakaapa wakasema, tumechukua nguo zake, tumechukua nywele zake, tumechukua damu yake ya hedhi, tumechukua. Yesu mwana wa Daudi, wakafanya matambiko, wakafanya mapatano. Leo tunaenda kwenye makaburi kwa damu ya Yesu, tunawafuata. Retetetetetete, walikoweka nguo yako, walikoweka nguo yako. Mama, ongeza maombi. Walikoweka nywele zako, tamka juu ya nywele zako, tamka juu ya nguo zako. Yeterenterenterenterentere, my Jesus. Rosa katata, retetetetete, ni wapi walikoweka nguo zangu? Ni wapi walikoweka nywele zangu? Ni wapi walikoweka? Ratatatata, zoterete, mandororo shatata, ratatatata, ritari, rikate. Wakaapa wakafunga, wakasema, hiyo mizimu ya nyumbani kwenu inasema ni zamu yako. Ndio, kataa kwenye ulimwengu wa roho, kataa. Hakuna ndugu atakaye kufa wala watoto atakao kufa. Ratetetetete, mandere shekete, roseke yanta ya mama. Ongeza maombi, ongeza maombi, ongeza maombi. Jiachilie we baba, jiachilie kwa serious, kwa serious unapoomba maombi. Retetetetete, ratatatata, jiatererezete, zikato, rotototo, rikayata. Naona kwenye ulimwengu wa roho walichukua nyayo zako za miguu yako, wakasema tumemweza, wakasema tumemweza, wakasema tumemweza. Ratatatata, ratatatata. Ninazifuata hizo nyayo kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Waliziweka makaburini, waliziweka wapi? Ritatatata, mantereseke, yakatata, rosotototo, rototototo, retetetete. Ndio maana hatima yako imeharibika, ndio maana maisha yako yameharibika, ndio maana kila unachoanzisha kinakufa. Leo shantara mama, retetetetete, retetetetete. Chochote kilichofanyika, wamefanya maagano, wako wapi walifanya maagano? Mandoro sakata. Leo, my Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus. Ongeza maombi. Ninaona ukombozi unakuja, naona ukombozi unakuja, naona ukombozi unakuja. Mayakatese, shababababa, rantarabababa, rototosote, yeketese, sitayanto, reketente, mantoroto, ziamatere, shikayantata, ratatata, shikayanto, retetetete, zikanterere. Ongeza maombi, usipunguze, usipunguze, usipunguze. Kuna mahali hatima yako inafunguka, kuna mahali hatima yako, kuna mahali hatima yako inafunguka, kuna mahali hatima yako inafunguka. Rina setere, rikatatatata. Mama, ongeza maombi. Retetesete, rotototoso, riamasete, yekekekeke, rantarababa. Ninaona kuna mahali walikuzika kwenye ulimwengu wa roho, walizika hatima yako. Mama, omba, toa maisha yako. Ndio maana mapoza ya kuachi, ndio maana mapoza ya kuachi, ndio maana mapoza ya kuachi. Ratatatatata, ratatatatata. Nana naomba, nana naomba, nana naomba, nana naomba. Riatese, rototototo, mantorotototo, yeketekete, ratatatatata. Leo pambana utoke kwa damu ya Yesu Kristo. Kuna hatima yako ilizikwa, kuna maisha yako ilizikwa, kuna maisha yako ilizikwa. Wewe mama, kuna maisha yako ilizikwa, kuna hatima yako ilizikwa. Ndio maana unapambana, unashangaa utoki, maisha yako unashangaa utoki. Leo shetetetetete, wapi walizika uzao wako, walizika hatima yako, walizika ndoa yako, walizika biashara zako, walizika maisha yako. Leo
Ndio maana unakutana na mapoza, unakutana na mapoza. Mapoza hayaishi, shida ziishi, changamoto ziishi. Leo, my Jesus, my glory, nataka wanaomba, anza kutoka huko alikokuweka. Tumia nguvu zote, toa watoto wako. Yes, walitumia nguvu wakamtoa Yeremia, na wewe leo unatoka, na wewe leo unatoka. Mama omba, tamka ninatoka. Wangapi walisema utakuwa ni mtu wa kuumwa, utakuwa ni mtu wa magonjwa, hiyo pressure, hiyo kansa, hiyo kisukari, anza kutoa mwili wako. Wapi waliuzika? Wapi waliutia kwenye jeneza? Wapi hizo retetete? Nani alisema utakuwa ni mtu wa operation? Operation isoisha. Masete retetata rakatata mandoro shakata. Ongeza maombi unapoomba, ongeza maombi unakoomba. Wewe unanifuatilia sahi kwa njia TV, sahi anza kujitoa, anza kujitoa. Wapi walikokuweka? Wameweka hatima yako, wameweka maisha yako, wameweka ndoa yako. Leo omba kwa sauti, toa, toa, toa. Hayo maisha yako ninayatoa. Wapi walikokuweka? Walimuweka Yeremia, watu wakamtoa. Naona wale malaika waliomsaidia Yeremia kutoka kwenye hilo shimo, wako wanakutoa wewe mama, wanakutoa wewe binti. Ratatatata, ratatatata. Kimbia uchomoke, unachomoka leo. Kimbia toka, kimbia toka, kimbia toka, kimbia toka. My Jesus, my Jesus, toa ndoa yako, toa watoto wako, toa afya yako, toa mali zako, toa vitu vyako. Yes, yatoe kwenye maagano. My Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus. Sema fire, 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 s
Sema fire.